Kwa niaba ya viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, tumesimama na kuliona kwamba swala hili la uchaguzi wa mwaka huu bila mabadiliko ya sheria na kanuni mbalimbali za uchaguzi hautaweza kuwa na jambo lolote jipya kwa wananchi na chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo. No reform, no election ni msimamo wa chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kuzingatia misingi ya haki na uhuru wa kila mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wa Tanzania, mabadiliko ya jamii na mabadiliko ya wakati ni lazima yaendane na fikra na wakati ambao watu sasa hivi wanaishi. Asilimia kubwa sasa ya Watanzania wengi wamemaliza vyuo vikuu, hawana ajira, na hata kupata ajira zenyewe bado hazielewi. Sasa basi, mabadiliko ya jamii yoyote huwa yanaanzia kwenye fikra, hatimaye kuingia kwenye suala zima la utekelezaji, ndipo tunapata matunda na matokeo. Kwa nini tunasema no reform, no election? Ishu kubwa ni kwamba hizi reforms au mabadiliko ya kisheria yasikuweza kufanyiwa kazi, hakuna mabadiliko yoyote kwa wananchi. Kwa nini? Kura ya wananchi sasa hivi haithaminiwi, kwa sababu upige kura usipige kura, bado yule anayetegemea kushinda atashinda. Ndio maana mkiangalia sasa hivi hali ya uandikishaji inakuja, lakini morali ya Watanzania hawako tayari, kwa sababu wanajua yule anayopendekezwa kuwa kiongozi katika eneo husika atakuwa kiongozi tu. Wamejiandikisha wao, hawajajiandikisha wao, yule anayopendekezwa atakuwa kiongozi tu. Ndugu wa Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinasimama na msimamo huu kwa ajili ya maslahi ya jamii nzima, si kwa ajili ya maslahi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni sauti ya wasio na midomo, ni sehemu ambayo takatifu kwa ajili ya kuwasemea wananchi wasiokuwa na uwezo wa kusema. Ndugu wananchi, tukitaka mabadiliko yatokee kwenye jamii zetu, hasa kwenye huduma za jamii kama hospitali, mashule, mabarabara na mambo mengine, ni lazima sisi wananchi tuanze kubadilika. Mabadiliko yetu yaje kulingana na mahitaji yetu. Kama tunaunga mkono kwenda kujiandikisha, maana yake tunaunga mkono zoezi zima la uchaguzi ambalo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimechagua kwamba hakitoshiriki uchaguzi endapo sheria na kanuni kuanzia mchakato mzima wa uchaguzi, uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura na mabadiliko yake, kampeni, kushiriki kupiga kura, usimamizi wa mawakala na utoaji wa matokeo, hatutoshiriki kuanzia hatua inayoanza kesho kwa ajili ya kulinda maslahi ya jamii nzima na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa ujumla. Lengo hili limekuja si kwa bahati mbaya, bali ni kutaka kuwatetea wananchi waweze kuchagua kiongozi wanayemtaka, na atakayetangazwa ni yule ambaye ameshinda. Hatusemi kwamba Chadema ndio kiongozi ambao atashinda peke yake, hapana, kwa sababu Chadema ina binadamu kama walivyo wasishindi. Kama ni kiongozi wasisema ameshinda kwa haki, Chadema iko radhi, kwa sababu ni haki ya raia na haki ya wananchi kumchagua ambaye anapendwa katika jamii husika. Lakini Chadema haiko tayari kuona mtu ambaye anatangazwa lakini hakushinda uchaguzi, au mbinu mbalimbali zimetokea mpaka kufika hatua za mwisho. Mfano, sasa hivi hapa tunaingia kwenye uandikishaji wa daftari na marekebisho ya daftari la kudumu la mpiga kura, lakini kuna baadhi ya vyama walishaanza kuandikisha kwa mtaani kutumia wajumbe nyumba 10 na watu mbalimbali.
kuchukua namba za simu na vitu mbalimbali. Maana yake ni kwamba sheria bado haifuatwi kikatiba. Kwa ili sheria zote zirekebishwe na kuchukulia hatua zote za msingi, ni lazima tususie au tusishiriki hata kidogo swala zima na mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wa Tanzania, tumekuwa na upotoshaji mwingi sana kwa watu ambao aidha kwa maslahi binafsi au kwa maslahi yao binafsi na au ya jamii ya watu watuma. Tumekuwa na janga kubwa la wazao, uchawa. Tunatoa tamko, lakini watu kwa makusudi tu wanakuja kupuuza na kuwapotosha wananchi. Wanatumia vipawa vyao walivyowapatia Mungu katika kupotosha jamii, badala ya kutumia kujenga jamii na kuiponya jamii. Wao wametumia vipawa vyao katika kuiporosha jamii. Na waasa ndugu wa Tanzania, tusishiriki zoezi hili kwa niaba yetu binafsi, sio kwa kuokomoa serikali, bali kuiomba serikali na kuisisitiza serikali kusikiliza maoni ya wananchi ili uchaguzi unaofanya uwe huru na wa haki. Atangazwe yule aliyeshinda badala ya kutangazwa yule ambaye wao wanataka. Ndugu wa Tanzania, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na ni Kwaresma, ni mwezi wa haki. Tunawaomba sana tupate haki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika kutenda haki. Hili swala ambalo tunalikataa sisi hapa halina haki. Maana yake ni kwamba halifuati utaratibu unaoweza kujenga kama Watanzania na umoja wetu. Ndugu wa Tanzania, sina mengi ya kusema. Wito wangu kwa jamii yetu, tuchukue hatua ili serikali ichukue hatua kutuhudumia. Tusipochukua hatua hizi madhubuti, serikali haitaona ulazima, kwa sababu haitaona kama sisi tuna uhitaji wa huduma za jamii kama jinsi ambavyo tunastahili. Tunalalamika barabara, tunalalamika maji, tunalalamika umeme na huduma mbalimbali za jamii. Ni kwa sababu tumekuwa watu wa kulalamika tu na sio watu wa kuchukua hatua. Asalamu alaykum, Bwana asifiwe.